Chama cha Mapinduzi na serikali yake vitaendelea kusimamia uhakika wa upatikanaji wa mafuta kwa nchi yetu. Kwa sababu jambo la kwanza, tuwe na mafuta ya uhakika. Swala la bei, serikali ipo katika kuangalia mikakati mizuri ya kuweza kuona namna gani itaweza kustabilize hii bei ambayo iko sasa, lakini sio janga la nchi yetu peke yake, bali ni janga la dunia nzima. Changamoto hii ni ya kidunia, dunia nzima imeathirika na changamoto hii ya mafuta. Nchi mbalimbali mpaka zenye uwezo mkubwa zimepita katika msongo huu mkubwa wa mawazo. Sasa wajibu wetu kama Watanzania wa kwanza ni kuwa wa kweli, na zinapotokea changamoto tusibebe masuala ya siasa katika maisha ya watu. Jana kuna kiongozi amezungumza baadhi ya mambo ambayo pia hana uelewa nayo. Sasa mimi ninamtaka yeye ajielimishe zaidi, hasa katika mambo yanayohusu uchumi. Aujue uchumi. Kama hujui jambo, tafuta muda, soma, jifunze. Ukishapata uelewa sasa, toka kwenye umma, nenda ukaelezee nini serikali inapaswa kufanya. Lakini jambo la pili ninalotaka kulizungumza, Watanzania wanatambua kuwa dunia nzima mafuta yamepanda. Sasa changamoto inapotokea, tunaungana kuangalia namna bora ya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo, na changamoto hiyo itatatuliwa na serikali yenyewe, kama ambavyo ilitatua changamoto za awali katika kipindi cha COVID, wakati wa vita ya Urusi na Ukraine, ruzuku ilitolewa, na wakati huu tunaamini serikali itakwenda kuchukua hatua madhubuti za kuweza kusaidia. Baadhi wanasema tozo zipunguzwe, tozo zifutwe, zisiwepo. Nchi yoyote duniani inaendeshwa kwa kodi. Hakuna namna utaendesha taifa bila kukusanya kodi. Kodi hizo ndo zinasaidia barabara ziwepo, hospitali ziwepo, miundombinu ya reli iwepo. Kwa hiyo sisi tunachoshauri kama serikali ni kuangalia katika kipindi kifupi ni baadhi ya kodi zipi labda inaweza ikazipunguza, lakini wakati huo kutafuta solution ya kudumu kuweza kutatua changamoto hizi. Lakini huwezi ukasema unafuta ushuru kabisa, hapo ni kuwalaghai wa Tanzania. Hilo jambo hakuna nchi imewahi kufanya duniani, lakini kwa kuwa viongozi na wanasiasa wanataka political mileage, basi yuko radhi adanganye, yuko radhi aongee uongo, yuko radhi apotoshe, ili mradi lengo lake liweze kutimia. Hivyo mimi ni muombe sana ndugu yangu na rafiki yangu sana Heche, amtumie zaidi mwenezi wake, ana maarifa makubwa yule binti Rupia, na ndiye msemaji wa chama kile, atoke akaseme. Sio yeye kusema kila wakati kama kiongozi mkuu wa chama chao. Nadhani wana mtu ambaye ana uwezo wa kufanya na ndilo jukumu lake, basi aende akatekeleze hilo jukumu. Yule dada yetu Rupia ana uwezo wa kusema mambo mengi, labda kama hawamuamini katika usemaji pengine inawezekana, lakini nadhani yeye ni kiongozi mkubwa. Huwezi kumuona mzee Wasira kila saa anaongea na vyombo vya habari, kwa sababu mifumo ya vyama lazima iheshimiwe. Kwa hiyo ndugu yangu Heche ajielimishe, ajue mambo ya uchumi, mambo ya dunia, asiwe anaongea bila kuwa na takwimu, bila kuwa na data, na asiongee kwa upotoshaji. Taifa kwa kipindi hiki linahitaji umoja, linahitaji mshikamano, linahitaji upendo, linahitaji kutafuta namna bora ya kutatua changamoto tulizo nazo. Lakini nampongeza pia ndugu Heche kwa kutambua kwamba kuna serikali, na ameomba serikali ichukue hatua, na serikali sikivu ya CCM itachukua hatua hizo.